Halo? Niambie kaka. Okay, basi baada ya dakika kadhaa mimi nafika hapo. Halo. Mkuu. Kwa sasa nipo Mkutikati. Nimebahatika kufika eneo la tukio na mzigo nimekabidhiwa kabisa. Ila kwa bahati mbaya mkuu, mzigo nimeibiwa. Mzigo umepotea? Mzigo nimeibiwa mkuu. Sijakuelewa Joseph, sijakuelewa. Unamaanisha nini kusema mzigo umepotea? Nivamiwa na kijana mmoja hivi asiyejulikana. Sikilize vizuri Joseph, tambua kwamba huo mzigo ni muhimu sana. Hivyo basi haupaswi kupotea, maana ndani ya huo mzigo kuna fedha nyingi sana. Sasa unavyoniambia kwamba huo mzigo umepotea, Joseph, mimi sikuelewi, sitokuelewa. Nahitaji mzigo uje, sihitaji maelezo mengine kwamba mzigo umepotea. Nadhani umenielewa. Sawa mkuu, nimekuelewa. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Sihitaji maelezo mengine, sihitaji maneno mengine. Nataka mzigo. Kumbe Zuruba hilipo ndipo ilipo shali na hangaiko la moyo kwako ninanga shwari. Ngoja ngoja umiza matumbo na dawa ikakosekana, maana udhaifu wa moyo ni kupenda tu. Mkuraishi, nafikiri kazi tumeshaimaliza. Nimejitahidi kadri niwezavyo na kufanikiwa kuchukua mzigo, na ni huo. Una uhakika hujafuatwa? Alijaribu kunifuatilia, lakini kama unavyonijua, nijitahidi kadri niwezavyo ili kuweza kufanikisha kumpoteza kwenye chochoro na kona za Mkutikati. Good. Mashizo. Naam boss. Mimi huwa nafurahishwa sana na ufanyaji wako wa kazi. Huu mzigo ulionikabidhi ni mzigo wa thamani sana kuwahi kutokea. Tokea tumeanza kufanya haya madili, hili ndo dili ya thamani kuwahi kutokea. Nashukuru kusikia hivyo. Lakini Mkuraishi, ningependa uniambie ukweli. Vipi kuhusu moto ambao tumekwenda kuugusa? Sio ni moto mkubwa zaidi? Mkutikati hajawahi kutokea mtu safi hata siku moja. Na labda nikuhakikishie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote ambaye ana uwezo kuwasha moto kwenye moto wetu. Fahamu. Siku njema. Kumbe Zuruba hilipo ndipo ilipo shali na hangaiko la moyo kwako
kwako ninanga shwari. Ngoja ngoja umiza matumbo na dawa ikakosekana, maana udhaifu wa moyo ni kupenda tu. Kelele za mlango hazinyime usingizi, muda wetu tujiachie. Habari yako bwana? Kwema. Amani kabisa. Kwema bwana. Kwema lazima. Poa, una sabuni zako kulia? Yeah. Pekee. Tunaza 500, 500. Tu naomba 500 maana haya. Una maji kubwa baridi? Yeah, hapa baridi ya moto. Okay, sawa, nipe. Kwa hiyo maji shilingi 1000. Kata zote. Kata zote. Ni nani huyo? Ni rafiki yangu tu, tuna mambo yetu. Sana naye. Yeah. Okay, sawa. Asante boss. Mume wangu, naomba unisamehe sana kwa kile ambacho kimetokea mchana. Nikusamehe. Nimeiona ilizi kwa macho yangu mawili na kuomba funguo. Baada ya kunipatia funguo, inadondoka ilizi. Nakusamehe vipi kirahisi? Najua na kwa namna moja ama nyingine najua umenielewa vibaya, ila sikukusudia kudondosha kile kitu kabisa. Nilikuwa natarajia kutoa kitu kingine tu, pia wala sio kitu kibaya kama unavyohisi wewe. Wewe unadhani nani anaweza kaelewa bila kuelekezwa? Yaani ile ilizi kwa mila za kwetu sisi, mtoto wa kike anapewa kama sehemu ya ulinzi. Ulinzi tu, haina maana nyingine yoyote, wala sio uchawi, wala sio kitu chochote kibaya yani. Mume wangu, ile ulinzi sio uchawi, usinielewe vibaya mke wako. Na kama ikitokea kama unaniambia hauitaki kabisa, mimi niko tayari hata kuipoteza kabisa nisiwe nayo. Tunavyoishi pamoja, ukiachana mapenzi lazima tuishi kwa kuaminiana na kuambiana vitu vyetu. Sasa ikiwa tunaishi bila kuambiana vitu na kufichana baadhi ya mambo, hii inahitaji ukakasi sana, na ndoa nyingi huwa zinaharibika. Sijui umenifahamu. Labda nikwambie kitu kimoja, mimi nimekusamehe kama nilivyosema. Nipo ilipo shali kwako ninanga shwari.